Na tumai mzima bweri wapi popote ulipo mpenzi mtazamaji, na karibu kwenye taarifa za Dira ya Hope TV Jumatano hii. Mimi ni Dolly Murigi Mbuvi na ananisaidia katika lugha ishara anafahamika kama Boniface Murigi. Karibu. Na kinyang'anyiro cha Ol Kalou kimekumbwa na visa vya fisadi, kuhongwa kwa wapiga kura na visa vya vurugu. Hii ni kulingana na ripoti ya punde kutoka kwa kundi la waangalizi wa ILOG ambao mtazamaji, kulingana nao asilimia 86 ya ripoti za waangalizi zimefichua kwamba wakati wa kampeni vyama vya kisiasa vilisambaza vyakula na vifaa vya kampeni ili kuwashawishi wapiga kura. Waangalizi hao walirekodi visa vya wanasiasa kujaribu kununua vitambulisho vya taifa kutoka kwa umma na visa vya vurugu vilivyochangiwa na kampeni hiyo na kusababisha kujeruhiwa kwa watu kadhaa. Jeff Seneca na taarifa zaidi. Ikiwa zimesalia saa chache kabla ya wakazi wa Ol Kalou kushiriki uchaguzi mdogo wa ubunge, kundi la waangalizi wa uchunguzi ILOG limesema kuwa zoezi hilo tayari limegubiwa na dosari kutokana na visa vya ufisadi na vurugu. Akizungumza wakati wa kuzindua ripoti ya kabla ya uchunguzi kuhusu uchaguzi huo mdogo, mwenyekiti wa ILOG Victor Nyongesa ameonya kuwa uadilifu wa uchunguzi huo mdogo umeathiriwa na madai ya kuhongwa kwa wapiga kura. Our report notes that there was vote buying and distribution of cash and materials incentives across the constituency. Observer reports linked these activities to actors from nearly all participating political parties, with leaders affiliated with the UDA featuring most prominently. The reported inducement included cash ranging from 200 bob to more than 5,000. We had instances where people distributed gas cylinders, mattresses, shoes, and even other household items. One common practice involved distributing of 1,000 bob to groups of 3 people, locally referred to as 330 meetings. ILOG inaripoti kwamba baadhi ya wanasiasa wanadaiwa kujaribu kununua vitambulisho vya kitaifa kutoka kwa wapiga kura wa eneo hilo, ikionya kuwa vitendo hivyo haramu vinadhoofisha imani ya umma na kutia dosari uadilifu wa mchakato mzima wa uchaguzi. Kutokana na hali hiyo, ILOG sasa imezitaka Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC, huduma ya kitaifa na polisi NPS, pamoja na vyombo vingine vya usalama kuingilia kati mara moja, kuchunguza madai hayo na kuchukua hatua stahiki ili kulinda uadilifu wa kura. Persistent reports of vote buying, distribution of inducements, alleged attempts to purchase national identity cards, campaign disruptions and isolated violence raise serious concerns about the integrity of the process and public confidence in the by-elections. Given the above, ILOG considers the pre-election environment to be compromised. We call on relevant authorities, in this case IEBC, the National Police Service, the Ethics and Anti-Corruption Commission, the National Cohesion and Integration Commission, and the Kenya National Commission on Human Rights to investigate these allegations and take appropriate action to safeguard election integrity. ILOG pia imeripoti ongezeko la visa vya vurugu za kisiasa vilivyowatia hofu wakazi wa Ol Kalou. Miongoni mwa matokeo yaliyorekodiwa ni shambulizi dhidi ya mkutano wa chama cha DCP unaodaiwa kutekelezwa na wanaoshukiwa kuwa wahuni. Vilevile, mashindano ya mpira wa miguu yaliyoandaliwa na chama cha UDA na kuhudhuriwa na zaidi ya watu 3,000 yalishuhudiwa vurugu na kusababisha kujeruhiwa kwa watu kadhaa. Our observers also documented a number of security instances during the campaign period. One, a campaign strategy meeting organized by the Democratic Congress Party, DCP, at Royal Gardens Getaway was attacked by suspected goons, resulting in one person sustaining fatal head injuries. At another event, an UDA organized football tournament attended by approximately more than 3,000 people turned violent after promised payments to players and supporters reportedly failed to materialize. Participants removed campaign banners,
lit fires on the road, and police dispersed the crowd using tear gas and live ammunition. Kuhusu utayari wa IEBC, ILOG imesema 92% ya ripoti kutoka kwa waangalizi wake zinaonyesha kuwa maafisa wa uchaguzi wamewezeshwa ipasavyo kuendesha vituo vya kupiga kura. Hata hivyo, ILOG imeelezea wasiwasi kuhusu kiwango cha elimu ya wapiga kura, ikibainisha kuwa IEBC imeendesha shughuli za uhamasishaji katika 45% pekee ya maeneo yaliyofuatiliwa. Hali hiyo imelazimu mashirika ya kiraia kujaza pengo hilo kwa kutoa elimu kwa wapiga kura katika 54% ya maeneo yaliyoripotiwa ili kuwasaidia wananchi kushiriki kikamilifu katika uchaguzi huo. Reports indicate that the IEBC has continued with the preparations for this by-election, with our reports showing that 92% of our observers have indicated that the Commission has conducted training for election officials ahead of the polling day. So the indication is that most of the training officials have been trained. The report also suggests that the Commission has made significant progress in preparing election personnel to administer this election. With regard to voter education, 45% of our observer reports indicate that IEBC was conducting voter education activities across the constituency. In addition, 54% of our reports indicate that civil society organizations were also implementing voter education initiatives. Baada ya kukamilika kwa msimu wa kampeni uliogubikwa na madai ya ufisadi, kuhongwa kwa wapiga kura, ununuzi wa vitambulisho vya kitaifa na vurugu vya kisiasa, kitendawili kuu sasa ni iwapo hiyo kesho wakazi wa Olkalau watashiriki uchaguzi katika mazingira huru, ya haki na ya amani. I think Jeff Aseneka, Dira ya Runinga ya Hope.